Mpendwa mtazamaji, na kuzalimu sana siku ya leo katika jina la Yesu Kristo, mahali popote ambaye unatusikiza katika mtandao huu wa kijamii. Majina ni mchungaji Peter Kagwe na kanisa la Grace Bible Church Mikindani, Mombasa. Natumaini ya kwamba uko mzima tangu tukutane Jumapili ambaye imepita, na siku hizi za wiki pia natumaini uko mzima na umelindwa katika jina la Yesu Kristo, wewe na nyumba yako, na hata yale yote ambayo unafanya natumaini umepata mafanikio. Siku ya leo ningetaka pia kuwaletea neno katikati ya wiki ambayo huwa tunakutana na tunaweza kuzungumza neno la Mungu. Ningetaka nikuletee neno la uzima, neno la uhai, neno la himizo ambaye litaendelea kukupatia nguvu katika mtu wa ndani. Najua huwa unakula kila siku, asubuhi, mchana na jioni, ni kwa sababu ya mwili. Lakini sasa nakuletea neno ambaye ni la mtu wa ndani, ambaye hakuli vyakula ambaye tunaona na macho yetu. Na kwa hivyo natumaini ya kwamba utabarikiwa pamoja na mimi, hata pamoja na wale wengine ambaye wanatusikiza. Asante sana, ninashukuru Mungu. Kabla washa niweze kufungua katika neno la maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya mtazamaji na msikizaji ambaye anasikiza neno lako siku ya leo, ikiwa ni ushirika wa katikati ya wiki. Tunakushukuru na tunakuinua, ni kwa sababu Mungu wewe ni mwaminifu na hakuna mwingine aliye kama wewe. Ni asante Mungu, washa Roho wako Mtakatifu atusaidie kukufahamu na kukujua zaidi. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Asante sana, nimeshukuru Mungu kwa sababu ya huu wakati. Ningetaka moja kwa moja tuingie katika neno la Mungu katika kitabu cha Wakolosai 3 mstari wa kwanza kuendelea hapo chini mpaka mstari wa 4. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa, aliye uhai wetu, ndipo nanyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Ni asante kwa ajili ya neno hili. Ni neno ambaye lilikuwa linanikumbusha mwezi ambaye ulipita. Mwezi ulipita tulikuwa na wakati mzuri wa kutafakari jinsi ya kifo cha Kristo, kusikwa na hata kufufuka kwake. Paul alipata ufunuo huu kutoka kwa Kristo Yesu. Ni kwa ajili yeye hakukuwako wakati Yesu alikuwa na uwawa. Yeye alikuwa hajaokoka, hakuwa anajuana na huyo Yesu, hakuwa ana ushuhuda wa huyo Yesu kama mwokozi wa maisha yake, bali alikuwa wakati huo ndiye alikuwa anatesa kanisa. Basi huyu Paul wakati huo alikuwa anaitwa Sauli. Neno la Mungu lilimjia alipokuwa anaenda Damascus, na likaweza kumbadilisha, na akaweza kufanywa kiumbe kipya, na akaweza kufanywa mjumbe wa injili ya neema. Basi anaandikia kanisa hili la Wakolosai na kuambia maana ya kifo cha Kristo Yesu na jinsi tunafananishwa na hiyo kifo chake na kusikwa kwake na kufufuka kwake. Kitasama kuanza mstari huo wa kwanza, Biblia inasema hivi kwa wale ambao wameokoka: mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo. Hii ni jambo la imani. Kufufuliwa pamoja na Kristo inamaanisha namna gani? Ni kwa sababu hii ni imani. Wakati Yesu alikuwa anafufuliwa, mimi na wewe hatukukuweko. Lakini kihistoria, kwa imani tumefufuliwa pamoja na yeye. Kwa kuamini
tumefufuliwa pamoja na yeye. Kwa kuamini tumekufa pamoja na yeye. Kwa kuamini tumesikwa pamoja na yeye. Hili ni jambo la kuchukua kwa imani. Ukilichukua kwa kuona, kwa kufikiria na mawazo yako, hautailielewa kidogo, kwa sababu wewe Yesu akisulubiwa haukukuweko. Mimi Yesu akisulubiwa sikuweko. Yesu akisikwa sikukuweko. Hata akiweko pale msalabani mimi sikukuweko. Lakini ni kwa imani ya kwamba ni sisi alitukufia pale msalabani. Ni kwa ajili ya dhambi zetu. Ni kwa ajili ya maisha yetu. Yeye akafa. Yeye sio mwenye dhambi, hajafanya dhambi. Yeye ni mtakatifu, yeye ni Mungu. Na kwa hivyo Biblia ikisema, basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko. Ni kwa sababu Yesu alipokufa hakukaa kaburini. Tusimtafute kaburini, bali sasa Biblia inasema ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa hivyo tunamtafuta wapi? Tunamtafuta juu mbinguni. Tunatafuta yale yaliyo juu mbinguni. Yale Kristo ako naye juu mbinguni ndio mimi natafuta, ndio wewe unatafuta. Ni kwa sababu hamtumtafuti tena hapa duniani. Ndio sababu mwandishi Mtume Paulo anasema ya kwamba yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko. Yesu yu hai. Yesu yu mbinguni. Yuko katika mkono wa kuume, ameketi wa Mungu Baba. Hapo ndipo anatuombea. Hapo ndipo anazungumza na sisi. Hapo ndipo anawaza wale ambayo wameokoka katika mwili wa Kristo Yesu. Kwa hiyo mtazamaji wangu, hili ni jambo la kuchukua kwa imani na uamini ya kwamba kweli Yesu ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Ni kwa ajili tumeona ya kwamba amefufuka. Basi anasema hivi mstari wa pili, yafikiri yaliyo juu, sio yaliko katika nchi. Mtazamaji wangu na msikilizaji ya siku ya leo, unaweza kuwa kuna mengi sana unayojua ya hapa duniani. Unaweza kuwa na elimu kubwa sana. Unaweza kuwa wewe ni msomi sana. Lakini sasa Mungu anakuambia kwamba usitasame haya yaliyoka hapa duniani. Ni kwa sababu ya hapa duniani tutaiacha hapa. Iwe ni utajiri utaiacha hapa. Iwe ni masomo utaiacha hapa. Iwe ni vitu vyote ambaye unaviona hapa duniani utaviacha hapa. Iwe ni ukubwa utauacha hapa. Basi Yesu anasema nini? Anamaanisha ya kwamba kando ya yale ambayo yako hapa duniani, tasama sana na uyafikiri sana yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Mungu atusaidie kupata ufahamu. Mungu akusaidia kupata ufahamu ya kwamba utajiri ulioko ndani ya Kristo Yesu ni mkubwa kuliko mambo ya dunia hii. Na ndio hii sababu Sunday ama Jumapili, mafundisho ambayo nilianza yanaongea juu ya vile tumefananishwa na huyu Kristo Yesu ndani yake. Tunafananishwa na kifo chake, tukafananishwa na kufufuka kwake, basi tukafananishwa na uhai wake. Na ndio sababu nakwambia yaliyo juu mbinguni pale Kristo ameketi ni ya muhimu sana kuliko yale ambaye tunayaona sasa, tunayatazama sasa, na hata yale tunataka kufanya sasa. Mungu akusaidie msikilizaji wangu, ni kwa sababu hapa kuna hekima ya Mungu. Mambo ya hapa duniani yanaweza kukupotosha kabisa. Yanaweza kukukosesha yanaweza kukukosesha mambo ambayo ni ya muhimu sana na baraka za muhimu sana za mbinguni ambaye Mungu Yesu Kristo ameketi pamoja na Mungu mkono wa kuume. Ni mambo makubwa na ya milele na milele. Kwa hivyo kutazama ya dunia hii kama haujaokoka ama kutosheleka na mambo ya dunia hii yanaweza kukosesha mambo ya muhimu ya mbinguni ambaye ni ya milele, baraka ambayo tuko nazo ndani ya Kristo Yesu. Ninapoenda kumalizia neno rahimizo la katikati la wiki, mstari wa 3 unasema hivi: kwa maana mlikufa na uhai wenu umefishwa
pamoja na Kristo. Amen. Kwa maana mlikufa wakati Kristo alikufa, dhambi zetu zilikufa pamoja, yaani tulikufa pamoja na yeye. Na akasema ya kwamba uhai wenu, uhai wako umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Uhai wako sasa, uhai wa mtu ambaye ameokoka, uhai huo ambaye mtu ambaye amepeana maisha yake kwa Yesu, uhai mpya ndani ya Kristo Yesu umefichwa. Biblia inasema ya kwamba umefichwa, uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Hii ni siri kubwa. Hii ni siri ya kuaminika. Hii ni siri ya imani ya kwamba uhai wako umefichwa pamoja na Kristo. Hata lolote likifanyika katika maisha yako physically, ama katika hali ya kuona maisha yako, wewe una hakikisho ni kwa sababu uhai wako umefichwa ndani ya Kristo Yesu. Na ndipo mtu aweze kufikia uhai wako, labda apambane na Kristo kwanza, na hautamweza Yesu. Ili uweze kunifikia, ili uweze kufikia uhai wangu ndani ya Kristo Yesu, labda kwanza upambane na Kristo. Basi iwe ni coronavirus, iwe ni ugonjwa gani, iwe ni adui gani katika ulimwengu huu, hauwezi akafikia uhai wangu ambaye uko ndani ya Kristo Yesu, ni kwa sababu umefichwa ndani ya Mungu. Hii ni siri kubwa. Na msikilizaji wangu, Mungu akusaidie. Kama hujafanya uamuzi wa kumpata huyu Yesu na kujiona yeye, kuna mambo makubwa, kuna mambo makubwa, kuna baraka kubwa, kuna baraka nyingi ziko ndani ya Kristo Yesu. Na moja ni hii ambaye nimetaja, na ambaye nitaendelea kutaja katika mafundisho yetu ambaye niko naye ya kila wiki. Mstari wa mwisho ambaye ni wa 4 unasema hivi: Kristo atakapofunuliwa, aliye uhai wetu, ndipo nanyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Msikilizaji wangu, Mungu akusaidia kuangalia hivi. Mungu akusaidia kujua ukweli huu ya kwamba Yesu atakapofunuliwa, Yesu atakuja kufunuliwa wakati wowote. Hatujui ni lini atafunuliwa, lakini atakapofunuliwa, wakati ambaye hatujui, sikiza vizuri, ni ya kwamba wewe utafunuliwa pamoja naye. Huyu Yesu ambaye ndiye uhai yetu, huyu Yesu ambaye uhai wetu umefichwa ndani yake, ndani ya Mungu, atakapofunuliwa, nawe nami tutafunuliwa pamoja na yeye katika utukufu. Ni kumaanisha nini? Katika utukufu ni kumaanisha sio katika mwili huu, ni katika mwili wa utukufu, a glorified body, mwili ambaye umetukuka, mwili ambaye hautakufa tena, mwili ambaye hautateseka tena, mwili ambaye hautasikia njaa wala hautagojeka tena. Kwa hivyo mtazamaji wangu, msikizaji wangu, Mungu akusaidie uendelee kukaa katika imani hii na usimame imara. Ni kwa sababu Yesu ana uzima wako. Na kama hujaokoka, kama hujaamini huyu Yesu ya kwamba alikufia wewe msalabani, mpokee sasa na siku ya leo, ili uhai wako ufichwe ndani ya Mungu, ndani ya Kristo, na utaishi milele na milele, na utafurahia. Kwa hivyo hakuna chochote kinaweza kukutingiza katika dunia hii ukiwa ndani ya Kristo Yesu. Ni kwa sababu vyote tunaona vitaisha, lakini vya mbinguni haviishi milele na milele. It is forever and ever. Ningeomba ufananishwe na Yesu katika kuamini jinsi ya vile alikufa kwa ajili yako ili upate uzima wa milele na milele, na maisha yako yawe yamefichwa ndani ya Kristo Yesu, ya kwamba hautayapoteza. Hata ukitoka dunia hii hautapoteza. Ni kwa sababu gani? Uko ndani ya Yesu ambaye ni Yesu wa kuaminika na ni wa milele na milele. Mungu akubariki msikizaji wangu. Tutaonana na wewe Jumatano ya wiki ijao, na Mungu atusaidie. Nitakuletea ujumbe ambaye pia utaendelea kukubariki zaidi. Mungu akubariki na kuonekanie katika maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo ningetaka
kumaliza hili neno, nikikusihi ya kwamba Mungu akusaidie ili hili neno lipate nafasi katika maisha yako na moyo wako. Katika jina la Yesu Kristo nimekuombea mahali popote ulipo. Mungu akulinde na kuonekanie. Hata wiki hii washa kuonekanie, washa kulinde pamoja na nyumba yako, pamoja na maisha yako, na chochote unafanya washa kifanikiwe. Peana maisha yako kwa Yesu kama hujapeana, na wewe utapokea hizi baraka ambazo ziko ndani ya Kristo Yesu, na hivyo ndivyo tunafananishwa na yeye. Basi nimeshukuru sana, ni kwa sababu ya muda wako ambayo umenipa wa kunisikiza na kusikiza neno la Mungu na kutazama hili neno mahali popote ulipo, iwe ni kwa Facebook, iwe ni kwa WhatsApp, iwe ni kwa Twitter ama Instagram. Washa Mungu ambaye ishie milele akufunulie ufunuo huu kwa undani zaidi, ili uendelee kuwa na furaha na kuwa na imani ya kwamba Mungu amekulinda na uhai wako umelindwa ndani ya Kristo Yesu. Na pia kama hujaokoka, upate nafasi ya kupeana maisha yako kwa Yesu siku ya leo, mahali popote ulipo. Ninakusihi ili jina lako, ili maisha yako, ili upatikane katika mbinguni, ili wewe pia uketi pamoja na Kristo katika mkono wa kiume Mungu Baba, kwa jinsi ya kiroho, sio kwa jinsi ya kuona kwa mwili. Ni kwa sababu kwa mwili mambo haya ni ya bure, ni ya kuisha, lakini yale ambayo yako mbinguni ni ya milele na milele. Mungu akubariki. Tuonane tena katika wiki ijao, siku kama ya leo, wakati kama wa leo. Ni kwa ajili ya ushirika wetu wakati wa wiki. Mungu akubariki sana. Amen.